Leo tunaenda kuvunja mwiko ambao jamii umekaririshwa kuhusiana na chakula ambacho anapaswa kula kila siku. Na hii inatokana na mtindo wa maisha ambao tumekuwa tukiukadiri au mtindo wa maisha ambao umekuwa ukitukuza na kufanya mabadiliko mengi sana kwa upande wa afya ya binadamu, hususan afya ya mwanamke na kuweza kupelekea matatizo mengi ambayo yakajitokeza. Matatizo hayo yanaweza kupelekea kuathiri ubongo, yanaweza kupelekea kuathiri afya ya moyo wa mwanamke, yanaweza kupelekea mwanamke kupata matatizo ya upungufu wa kinga ambao mwisho wa siku anaweza kupata maradhi mara kwa mara, au anaweza akapata saratani, matatizo ya mifupa ambayo yatakayojitokeza. Lakini pia hatari kubwa kuto kuzingatia chakula kulingana na mzunguko wa mwanamke pia inaweza kupelekea matatizo ya uzazi, ikiwa matatizo ya uvimbe ambayo yanajitokeza mara kwa mara, au matatizo ya homoni na kupelekea mwanamke kushindwa kupata ujauzito. Anaposhindwa kupata ujauzito au anapokuwa na mzunguko ambao ni mbovu, au mzunguko ambao umekuwa ni kuleta shida. Maana mzunguko mbovu, aidha akiwa ndani ya mzunguko anapata changamoto nyingi sana, au mzunguko wake umekuwa ni mrefu sana au umekuwa ni mfupi sana. Haya inazua maswali mengi, na watu wamekuwa wakipambana kila siku kutafuta msaada na kuweza kumtotoa matatizo ambayo anayo. Sasa leo tunaenda kuvunja mwiko ambao jamii tumekuwa tukiuzoea, au jamii imekuwa ikikaririshwa kwamba kuna chakula fulani, au asubuhi lazima ule, mchana lazima ule, jioni lazima ule, au ni lazima kufunga ili kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa bora kwa wale ambao wanataka kupunguza uzito. Sasa video hii itakuwa ndefu kidogo, lakini itakuwa na elimu kubwa sana ambayo itaweza kusaidia jamii kutokana na changamoto ambazo wanazipitia. Kwa kama utakuwa na changamoto nyingine zaidi, basi unaweza kuuliza hapo chini kupitia comment, na watu ambao watakuwa wanafuatilia video hii, au kwa wewe ambaye mimi baada ya kutoka hapa nitarejea na kuweza kujibu message yako. Sasa leo tunajifunza sahani na mzunguko wako wa hedhi. Kikawaida duniani tuna saa 3 ambazo huwa zinatuendesha kila siku, au muda ambao tunatuendesha kila siku. Saa ya kwanza ni saa ya masaa 24 ambayo tunafahamu kila mmoja, na hii ni saa ambayo kila mmoja wetu amekuwa akiitumia, lakini wachache wao wamekuwa wakitumia saa ya pili ambayo ni infradian rhythm, ambayo saa hii ni ya kutumia saa kulingana na mzunguko wa mwanamke. Yaani mwanamke ana mzunguko wake ambao hapa sasa tunazungumzia ule mzunguko wa hedhi ambao mwanamke atakuwa nao. Haijalishi ni siku ngapi, kwa hiyo ni saa ambayo mwanamke atakuwa anaitumia, au mwanamke anapaswa kuitumia. Usitumie saa ya kwanza ya saa 24 kwa sababu hiyo inaweza kukupa matokeo tofauti na saa ya pili. Yaani maana unapozidi kubezi na saa ya kwanza, unapoteza nguvu ya saa ya pili, na matokeo yake kama utapuuza saa ya pili, kwa maana yake saa ya kwanza kabisa na saa ya kwanza, yale matokeo ambayo yanajitokeza katika saa ya kwanza yatakuja kuonekana upande wa pili. Yaani maana kama utazingatia ratiba ya chakula kulingana na saa ya kwanza, au ratiba mwenendo ya kazi, au ratiba chochote kile ambacho unaifanya kulingana na saa ile ya masaa 24, matokeo yake utakuja kuona ndani ya saa ya pili ambayo inafahamika kama infradian rhythm. Lakini saa ya tatu ni saa ambayo iko chini ya masaa 24, ambayo mapigo ya moyo labda tunapima nayo dakika moja, au masuala ya pulse rate, au chochote kile ambacho huwa tunakipima ndani ya dakika moja, au ndani ya dakika 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo ni saa ya tatu ambayo inafahamika kama intradian rhythm. Sasa leo tunajifunza sahani ambayo mwanamke anapaswa kula, chakula ambacho anapaswa kula kulingana na mzunguko wake. Hii itasaidia nini sasa? Hii itasaidia mwanamke yule ambaye ana changamoto ya uzazi, itaweza kumrekebisha na kumweka sawa. Huyu mwanamke ambaye ana changamoto ya sukari na anataka kutibu sukari yake kupitia mzunguko wake, hapa itamweka sawa. Mwanamke ambaye anatamani kupata mtoto kulingana na jinsia ambayo anataka kupitia mtindo wa maisha ambao ni sana chakula, basi hapa ataenda kupata maarifa hayo na kuwa sehemu sahihi kabisa. Lakini wewe ambao una matatizo ya homoni, hizo zinapanda sana au zinashuka sana, unataka kubalance bila kujua homoni gani ambayo utadili nayo specific, au chakula fulani kwa ajili ya homoni specific, hapa tutajifunza chakula cha jumla ambacho utabalance homoni zako zote 7, 8 zile ambazo zinahusika na masuala ya uzazi. Lakini kwa yoyote ambaye anataka kujifunza na kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa bora, hususan mwanamke ambaye atakuwa anaenda kukoma kwa hedhi, atakuwa na dalili ambazo zinajitokeza kuonyesha kwamba anaelekea ukingoni, kama vile mizunguko mirefu au mizunguko mifupi sana, au mzunguko ambao unarukaruka kwa mwezi unatokea. Hii ni kwa sababu ya chakula ambacho ulikuwa unakula mwanzoni, na sasa ile effect inaanza kujitokeza mapema zaidi. Kwa hiyo unapotambua chakula kila wiki, au sahani ambayo unapaswa kula kila wiki kulingana na mzunguko wako,
basi hapo utakuwa sehemu salama kabisa. Tukianza kabisa, mzunguko wa mwanamke huwa na vipindi vinne. Kuna kipindi cha masika, kiangazi, vuli na mavuno. Maana yake kuna msimu wa follicular phase ambao ni msimu baada ya kutoka hedhi. Mimi kwangu na utafsiri huo kama mzunguko wa kwanza au wiki la kwanza, au tunapoanza kuhesabu hedhi ya mwanamke au mzunguko wa mwanamke, hiyo ndio tunahesabu kama sehemu ya kwanza. Kwa hiyo maana yake unapotoka tu pale hedhi, ile siku inayofuata ndio tunafahamika kama follicular phase. Hii ina wastani wa siku 6 mpaka siku 11 kutegemea na mzunguko wa mwanamke, lakini wastani wa jumla ni siku 7 mpaka siku 10, ambayo ni siku ya 6 mpaka siku ya 11. Chini imeeleweka? Yaani maana yake hapa tunapozungumzia follicular phase huwa inachukuliwa ni siku ya 6 mpaka siku ya 11, lakini huwa na wastani ya siku 7 mpaka siku 10 kutegemea na mzunguko wa mwanamke. Lakini mzunguko wa pili au wiki ya pili ni wiki ya ovulation phase, ambao ni msimu wa kiangazi. Huu ni msimu gani? Ni ule msimu wa siku za hatari ambazo mwanamke anakuwa nazo. Sasa hii imekuwa ikiwachanganya wengi sana na dalili zake zimekuwa tofauti sana, lakini wengi wao wamekuwa wakichanganya na wakijikuta wakipata ujauzito huwa anaamini kwamba ni siku zake ni salama, kumbe yuko katika siku za hatari. Sasa hapa sio video hii, lakini kuna video nyingine ambazo mtu anaweza akazipitia akajifunza vitu vingi sana na kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa salama. Sasa huu ni msimu wa kiangazi ambao sasa hapa kunakuwa na ongezeko la estrogen, inakuwa kwa kiwango cha juu sana. Sasa hapa tutajifunza ni chakula gani ambacho anapaswa kula, lakini huwa ni takriban siku ya 12 mpaka siku ya 16, na wastani huwa ni siku 3 mpaka siku 4. Hizi ni siku ambazo mwanamke anakuwa katika siku zake za hatari. Lakini tunakuja masuala ya luteal phase au msimu wa vuli, ambao hapa tutaona dalili zake zitakuwa nyingi sana, ambazo hapa sasa tutajifunza chakula chake. Lakini ni msimu ambao wanawake wengi wamekuwa wakipitia changamoto ya kupata choo kigumu, au wamekuwa ni watu ambao hawapati choo. Sasa nini kinatokea hapa tutajifunza, lakini hii ni siku ambayo inakadiriwa ni siku ya 17 mpaka siku ya 25. Maana hii ni siku ambazo ni wastani, sasa huwa inachukua siku 10 mpaka siku 14. Kwa mwanamke anapokuwa na ratiba hii au anapofahamu mzunguko wake, basi anakuwa katika mazingira salama kabisa. Sasa msimu wa mwisho au wiki la mwisho ni wiki la hedhi, ambayo ni hitimisho ya wiki hili lote au wiki hizi zote 3 ambazo zimeanza mpaka unaenda mwisho. Kwa unapoona hedhi ni wiki ya mwisho kuelekea katika mzunguko wako au wiki la mwisho katika mzunguko. Maana sasa unapojiona hedhi yako ina shida, unapojiona wiki hilo umezidisha hedhi, unapoona dalili ya maumivu makali sana wakati wa hedhi, unapoona changamoto yoyote ile ambayo inajitokeza wakati wa hedhi, ujue kwamba hizi wiki za nyuma hazijakaa sawa. Kwa hiyo unapozingatia chakula, hii wiki ya mwisho itakupa matokeo yale ambayo unahitaji. Kwa hiyo hapa tutaona menstrual cycle ni msimu wa mavuno ambao mwanadamu anakuwa anavuna kutokana na kile ambacho amekipanda katika wiki zilizopita. Sasa tuone sahani yako inakuaje na mwanamke anapaswa kula nini ili kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa salama. Tukianza kabisa na follicular phase, ambao tumesema huo ni msimu ambao mwanamke anapaswa kula chakula chepesi. Kwa sababu anapaswa kula chakula chepesi kwa sababu ya mzunguko wake au mfumo wa chakula unakuwa kwa kiwango cha chini, lakini pia huu ni msimu ambao anatakiwa kupata vyakula ambavyo vinaweza kutengeneza mwili wake, yani kurudisha kile ambacho amepoteza baada ya kumaliza hapa. Kwa maana hapa anapomaliza anahitaji chakula ambacho itakuwa kama recovery, chakula au madini yale yamepoteza. Sasa huu msimu wa follicular phase anapaswa chakula ambacho kitakuwa na uwezo wa kurudisha yale madini ambayo yamepoteza wakati wa hedhi. Sasa ni chakula gani ambacho anapaswa kula? Ni chakula cha aina ya nafaka, lakini pia protini na hizi mboga na mbegu ambazo mwanamke anapaswa kula. Ni mbegu gani hizo? Sasa tutaziona. Lakini msimu wa pili ni ovulation phase. Ni chakula gani sasa hapa ambacho anapaswa kula? Hapa vyakula viko vingi, lakini msimu wa ovulation ni msimu ule ambao siku zake za hatari, ambao mwanamke anaweza akazembea kwa kushindwa kupata ujauzito kwa sababu tu ya chakula ambacho alipuuza kula hapa na alipuuza kula hapa, na mwisho wa siku ujauzito ukashindwa kupatikana. Na hapa akala vyakula vichache sana. Ni chakula gani ambacho anapaswa kula? Ni nafaka. Tutakuja kutaja orodha ya vyakula ambavyo anapaswa kula mtu na kuweza kuhakikisha afya yake inakuwa bora zaidi, au anaweza akala chakula ambacho kitaweza kikamtengenezea mazingira ya kuweza kurutubisha yai hapa, kupevusha yai likawa yai lenye ubora, lakini ategemea na mzunguko hapa na hapa. Sawa? Lakini anapaswa kula
vyakula vya aina vya protini, anapaswa kula vyakula aina ya mboga mboga, na anapaswa kula matunda kwa wingi zaidi. Sasa msimu wa tatu ni msimu wa luteal phase ama vuli. Huu ni msimu ambao kiwango cha estrogen mwilini kinashuka na kinaanza kujitokeza, homoni ya progesterone huwa inaanza kupanda. Inapopanda, mfumo wa chakula, wengi wao wanawake wakishafika huu msimu au kuweza kutambua kwamba sasa hivi uko katika kipindi gani katika mzunguko wako, utaanza kuona hapa haupati choo, yaani choo chako wewe kwako kinakuwa cha shida sana. Wanawake wengi wamekuwa wakilalamika kwa sana choo, lakini wanapofika katika msimu wa hedhi au wakati wa hedhi, na video yangu moja nimeandaa hapo chini, na nafikiri katika akaunti ya YouTube kwamba nimeelekeza namna ambavyo mwanamke anaweza kupata matatizo ya kuharisha au choo, na nimeeleza kwa vizuri sana, na video hii inatoka nyuma yake mtu alikomenti hii hali ya kupata kuharisha kwa choo imejitokeza. Kwa hiyo hapa pia nitakujibu kwa sababu gani mwanamke huwa anapitia changamoto ya kushindwa kupata choo, lakini pia hapa anapata matatizo ya kuharisha mara kwa mara. Sasa huu ni msimu mrefu zaidi kuliko misimu yote. Ukijaribu kutazama hapa ni wastani wa siku 7 mpaka siku 10. Lakini hapa ni siku 3 mpaka siku 4, lakini hapa ni siku 10 mpaka siku 14. Kwa hiyo unapotazama kwa makini zaidi, huu ni msimu ambao una mabadiliko makubwa sana, na watu wengi wamekuwa wakiutilia mashaka msimu huu na msimu huu, lakini wengi wamekuwa wakibadilika hapa zaidi. Yaani maana yake hapa ni msimu ambao mwanamke anakutana na changamoto ya choo au anakuwa na matatizo ya hasira mara kwa mara, au ni mwanamke ambaye anapenda chocolate, soda, biskuti, zile vitu hivi sukari huko. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni msimu ambao mwanamke anapaswa kula vyakula vigumu ili kutengeneza afya yake, hapa awe na energy kubwa. Lakini pia ni msimu ambao mwanamke anapaswa kutumia vyakula vyenye madini mengi, mfano madini ya calcium, madini ya magnesium, madini ya vitamin B3 na progesterone. Hapa inashuka na inapanda na kupelekea mwanamke anapata tatizo la kupata choo kigumu. Maana inapopanda, mfumo wa chakula ambao mwanamke anakuwa nao unaanza kwenda polepole au unafanya kazi kidogo kidogo. Maana hapa sasa mwanamke anakuwa na changamoto kupata choo. Lakini pia matunda, hapa anapaswa kushauriwa sana kuendelea kula matunda ambayo yatasaidia kulainisha choo chake na kuwa katika mazingira salama kabisa. Menstruation day au siku zile ambazo mwanamke anakuwa katika hedhi, hizi ni siku gani? Ni vyakula ambavyo mwanamke anapaswa kula vyakula vya moto kwa sababu ni msimu wa baridi. Ukijaribu kutazama siku hii hapa ya ovulation day, ambayo ni siku ya hatari ya mwanamke, ni kipindi ambacho mwanamke anakuwa na joto ambalo liko juu sana. Kwa hiyo kuna vyakula ambavyo anapaswa kula ni vyakula vya baridi. Maana yake mwanamke huwa anaonekana ni hot face. Nafikiri ni utani ambao unatumika sana kwa wanawake. Ukimwona mwanamke sana ni wa moto moto sana, ndio yuko katika kipindi cha nini, ovulation day, ambao hii spike ya estrogen huwa inapanda kwa kiwango kikubwa sana. Lakini luteal phase anakuwa wastani, joto yake inakuwa wastani. Lakini hapa tunapozungumzia ovulation day, ndio kipindi ambacho huwa tunatumia kupima kwamba wewe uko katika siku gani, au kuweza kutambua dalili hatari na kuweza kutambua kwamba ile lako limetoka au lijitoka. Wale wenye changamoto ya kutaka kufahamu mzunguko wake, lakini mzunguko huu uwe yenye matunda, kuweza kutambua siku zake za hatari, yaani limetoka au lijatoka. Kwa hiyo hapa tutaangalia joto lako la mwili, na ninafundisha kwa hiyo mwenye changamoto ya kufahamu mzunguko wako na kufahamu kila wiki ule chakula gani, na wewe ambao unasema mimi mzunguko wangu sio wenye kupata ujauzito au nataka niufahamu mzunguko wangu vizuri, kwa hiyo mimi nafundisha hiyo, na tunaweza kunitafuta na kukusaidia zaidi. Kwa hiyo menstrual day ni msimu wa baridi, huwa mwanamke anapoa kutokana na homoni ya estrogen na progesterone kushuka kwa kiwango cha chini kabisa. Kwa hiyo mwili wake wote unapoa ukilinganisha na siku ambayo atakuwa katika siku zake za ovulation. Kwa hiyo kinachotokea hapa ni nini? Hapa kinachotokea, mwanamke anapaswa kula vyakula ambavyo vitafanya restoration ya vile vitu ambavyo atapoteza au bado anaendelea kupoteza. Mfano, anapaswa kutumia sana madini ya zinki na iron ambavyo vitakuwa msaada kwake, lakini vyakula vya protein na mafuta ambao vitasaidia kuongeza estrogen, ambao sasa hii tumesema hii ni hitimisho, ambao sasa anahitaji kujenga recovery ya kuanza huku tena. Kwa hiyo mwanamke atahitaji vyakula vya aina vya protini
na mafuta ili kuweza kutengeneza homoni zake za baadaye kama progesterone na testosterone, ambayo hapa sasa ina faida zake na hapa pia ina faida zake kwa mzunguko huu wa mwanamke ambao tumekadiria ni mzunguko wa siku 28. Sasa hatua inayofuata tutaenda kutaja orodha ya vyakula ambavyo mwanamke anapaswa kula kulingana na kipindi tofauti tofauti katika mzunguko wake, na naomba uchukue kalamu na karatasi ili kuweza kuandika. Alafu mwisho kabisa nitakupa mtihani wewe ambao umefuatilia video hii, ni kunaandikia orodha ya vyakula ambavyo mwanamke anapaswa kula kila wiki na kila ni kila wiki na kwa mwezi husika. Sio lazima ale kila siku, ila ninachotaka kuandikia chakula ambacho mwanamke kwa wiki hiyo hapaswi kukosa, hata kama atafanya nini, haijalishi ni mkoa aliyopo au mazingira aliyopo. Yaani kuna vyakula ambavyo vinapatikana kila mahali, kwa hiyo mwanamke hapaswi kukosa kwa wiki hiyo. Kwa hiyo chukua kalamu na karatasi ili kujua ni chakula gani ambacho mwanamke anapaswa kula kulingana na hizi wiki. Sasa mimi nitakutajia vyakula, lakini hapa nimetaja makundi ya chakula ambayo mwanamke anapaswa kula. Haya masuala ya vitamin B ni kwa ajili ya kulinda hali ya sukari ambayo mwanamke. Sasa swali linakuja, kwa sababu gani mwanamke ambapo anakuwa katika kipindi cha luteal phase anahisi changamoto ya choo, lakini pia huwa sukari yake inashuka mara kwa mara? Ni kipindi ambacho mwanamke hapaswi kufunga, na hata akifunga anapaswa kufunga masaa 12 tu. Wewe ambaye unataka kufunga kutokana na kupunguza uzito au kupunguza sukari, sio na matatizo ya sukari, hapa hupaswi kufunga kwa sababu mwanamke anahitaji sukari ili kumaintain mwili wake. Lakini hapa ndipo ambapo unapaswa kufunga ili kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa salama. Lakini hapa hupaswi kufunga kwa sababu mfumo wa chakula unakuwa kwa kiwango kikubwa sana, lakini unakuwa metabolism ile inakuwa kwa kiwango cha chini, yani maana mfumo ule wa choo na unakuwa kwa kiwango kidogo. Kwa hiyo tunahitaji vyakula ambavyo vitasaidia kushusha choo chako au kufanya kiendesha haraka na kuweza kupata matokeo ya choo. Lakini masuala ya progesterone nimesema inashuka, lakini masuala ya magnesium ni kuweza kuondoa ile hali ambayo mwanamke anahisi hasira, matatizo ya hasira na moyo kwenda mbio sana. Hapa tutazungumzia masuala ya calcium. Kwa hiyo hatua inayofuata, chukua daftari lako na tuone vyakula gani ambavyo mtu anapaswa kula kwa kila wiki, na utaniandikia chakula ambacho anapaswa kula kila wiki kulingana na mkoa aliyopo. Sasa ushajua ni chakula gani au kuna umuhimu gani wa kuweza kuzingatia vyakula ambavyo nakula ili kuweza kurekebisha mzunguko wako. Na hapa tutaenda kujifunza vyakula rafiki ambavyo mwanamke anapaswa kula kulingana na mzunguko wake. Lakini niongeze maarifa machache sana kuhusiana na hichi ambacho tutaenda kujifunza hapa, na kama wewe ni mtumishi wa afya au ni mtumishi wa afya au wewe ambaye unatazama ni mtoto wa kiume ambaye unajifunza maarifa aweza kumsaidia mwenza wako, lakini ongeza maarifa kidogo, chakata akili yako. Chakula ambacho tunakitoa hapa na faida zake ni basi zinaweza zikawa pia msaada kwa upande wa mtoto wa kiume. Yaani maana yake tunapoelekeza chakula kuhusiana na mtoto wa kike, ni chakula gani ambacho anapaswa kula na zina faida gani pale, basi na wewe kama mtoto wa kiume utakutana na hiyo changamoto ambayo inafanana. Kama mfano mtoto wa kike anashindwa kushindwa kupata choo, unamshauri atumie matunda fulani. Ni basi hata ukisikia mtu mwingine pia ana changamoto ya kushindwa kupata choo, inabidi atumie matunda hayo na anaweza kupata matokeo ya haraka zaidi. Sasa tunapozungumzia chakula cha mwanamke, atusababishi kwamba ubadilishe ratiba au tufanye diet. Hapana. Hatubadilishi mtindo wako wa masaa 24 ule wa kula chakula. Hapana. Ila tunaongeza vitu katika sahani yako ili kupata matokeo ambayo yatakuwa sambamba au yatakuwa na manufaa katika saa yako ya pili ambayo ni saa ya infant living. Ni chakula ambacho tunaongezea juu ya sahani ambayo unayo, ambayo itaenda kukupa matokeo katika upande wa pili. Sasa tutaenda na phase ambazo mtu anapaswa kula chakula. Sasa ni chakula gani ambacho mwanamke anapaswa kuongeza na kuweza kuleta matokeo yale ambayo anahitaji. Tukianza na chakula chetu cha kwanza kabisa, au tukianza na mzunguko wetu, huo na raundi 4 ambazo mwanamke anapaswa kuzipitia. Raundi ya kwanza au wiki ya kwanza ni wiki ya follicular phase.
siku ya hatari, siku ya vuli, mavuno. Sasa kila wiki hapa tutajifunza ni chakula gani ambacho napaswa kula. Nilikwambia uchukue karatasi na kalamu. Sasa wiki ya kwanza ambayo ni follicular phase tutajifunza kuhusiana na vyakula vifuatavyo. Hapa sasa tunaanza kuona ni baada ya hedhi. Yaani maana unapotoka tu hapa hedhi, ile siku ya inayofuata hapa ni vyakula gani ambavyo unapaswa kula. Mfano wa vyakula ambavyo unapaswa kula ni hapa. Kwanza mwanamke anakuwa na hamu ya chakula ambacho chakula hicho hamu yake inakuwa chini sana, yaani hapati ile, anakuwa na hamu ya chakula ambayo iko chini sana. Tulisema mwanzoni hamu yake mara nyingi akifika hapa hamu yake inakuwa juu sana, anatamani kula mara kwa mara ili kuongeza energy. Mara nyingi anakuwa akitamani sukari. Sasa hapa tutajifunza nini? Tutajifunza chakula ambacho mwanamke anapaswa kula pindi ambapo hamu yake ya kula inakuwa chini zaidi na kuweza kuongeza virutubisho mwilini ambavyo vitampa matokeo. Hamu ya chakula inakuwa chini, lakini pia hii inapunguza uchomaji wa mafuta. Kwa maana mafuta kupunguza chakula ili kuchoma mafuta bila shida. Kwa hiyo hamu yake ya chakula inakuwa chini, lakini uchomaji wa mafuta ambao unakuwa ndani ya mwili wako unakuwa ni wa kawaida au unakuwa hauna shida yoyote. Na mara nyingi itumia wiki hii kupunguza uzito. Kwa kama utakuwa na uzito ambao ni mkubwa sana na unataka kuweza kufanya mazoezi ya nguvu na kuweza kupata matokeo kwa kuweza kutumia mzunguko wako, basi kipindi hichi ambacho cha follicular phase ni kipindi ambacho mwanamke anapaswa kufanya mazoezi, kwa sababu uhitaji wa chakula unakuwa mdogo, lakini pia unaweza kupunguza mafuta bila changamoto yoyote. Kwa hiyo ni wiki sahihi kabisa, lakini pia ni kipindi ambacho estrogen inapanda. Yaani maana yake unapomaliza hedhi na unapoelekea katika siku yako ya hatari, zile siku za katikati, estrogen huwa inaanza kupanda kidogo kidogo. Kwa hiyo kuna vyakula ambavyo lazima uvipate ili uweze kuboost na kuweza kuhakikisha afya ya estrogen inapanda. Lakini tutakuja kutazama masuala ya estrogen na inapopanda estrogen huwa sababisha nini. Kwa hiyo chakula mara nyingi ambapo watu wanapendelea kumshauri mama na kuweza kutumia ni phytoestrogen. Phytoestrogen ni chakula ambacho ni rafiki sana kwa mwanamke na kuweza kumsaidia akaongeza kidogo kidogo estrogen na mwisho siku ikampa matokeo au kuweza kuzalisha yai ambayo itakuwa katika ubora. Sasa hichi ni aina gani ya chakula na kinapatikana wapi? Hiki kinapatikana kupitia kitani au kitaalamu inafahamika kama flaxseed, ufuta, maboga, zile mbegu za maboga au maboga yenyewe, lakini pia na alizeti. Utakapotumia vyakula hivi, basi ni vyakula ambavyo viko katika kundi la phytoestrogen, ambayo ni protini nzuri sana kwa upande wa kuboresha yai lako, lakini pia kuongeza estrogen ambayo itakupa matokeo kwa upande wa yai. Wale sasa ni changamoto ambao mmoja daktari anawaambia bwana, naambia utumie vidonge fulani ili kuweza kurutubisha yai lako, yani kupevusha yai lako mapema zaidi. Basi unaweza kuongeza na vitamini hivi ambavyo nimesema hapa na kuweza kupata matokeo yale. Lakini mbegu jamii ya kunde ambayo tutazungumzia soya, kwa sababu unakuwa na changamoto kushika ujauzito, basi hapa na vidi ni nzuri zaidi soya, dengu na mbadala mzuri wa nyama. Wale ambao mna changamoto za nyama au kwenu mnakula nyama kwa mwaka mara moja au kwa mwezi mara moja au kwa wiki inapita hamdi kabisa mnakula baada ya wiki mbili, basi ukipata soya na marage au dengu ni nzuri sana, ni replacement ya nyama ambayo huwa unapaswa kula. Lakini kingine utapata mboga za majani au zile za mboga za majani ambazo zenye rangi ya kijani, ambayo hapa tutazungumzia kama broccoli na kabichi au kitunguu saumu. Hii ni nzuri sana na kwa upande wa nani. Lakini matunda tutapendelea upate matunda makavu. Miongoni mwa matunda makavu ni kama vile tunda la tende, strawberry na raspberry au blueberries. Hii hadi matunda ambayo unapaswa kutumia ili kupata matokeo yale ambayo tunazungumzia. Lakini kingine ambacho tunapaswa kutumia ni kuku na samaki kwa kipindi hichi cha follicular phase, kwa sababu na protini nzuri ambayo inaweza kukupa matokeo ya kuweza kusaidia wewe kukutana na hiyo changamoto. Hapa nazungumzia follicular phase, lakini pia tutapendelea kupata matunda. Hapa matunda yote tunatumia, lakini usisahau tunda kama pears na apple ni nzuri sana kwa upande wa afya yako, lakini kwa afya mzunguko kwa kipindi hichi ambacho tutakuwa katika follicular phase. Lakini tutapendelea kutumia karanga na nafaka
ambao mfano wa karanga tutatumia karanga za kawaida, shihiri au shihiri na mtama, na pia ni mzuri sana na kuweza kupata matokeo yale. Kwa upande wa nafaka, kwa upande wa viungo na vinywaji tunapenda kutumia binzari nyembamba. Wale ambao mtumia binzari nyembamba, kipindi hichi cha follicular phase ni kipindi kizuri sana kuweza kupata matokeo yale, lakini tunapendelea kutumia mlonge, chai ya kijani ambayo ni mchaichai na karoti, ili utapata matokeo mazuri sana. Usisahau kuweka na asali kidogo ambayo itakupa kwa manufaa moja kwa moja. Wale wenye matatizo ya uvimbe ambao mmegundulika na uvimbe au una kiwango kikubwa cha homoni ya estrogen, umepimwa na kiwango kikubwa cha homoni ya estrogen iliyoweza kupelekea uvimbe, basi tumia chakula kifuatacho ambacho tunakushauri au mimi nakushauri uweze kutumia flaxseed, hizo mbegu za kitani, lakini na mboga za cruciferous ama tunaita broccoli, ambayo itakuwa ni nzuri zaidi, na upande wa kabichi ambao husaidia kufukuza estrogen au kuondoa zile estrogen ambazo zimepanda kwa kiwango cha juu kabisa, zile mbaya, na kuweza kubakisha nzuri ambazo zitasaidia wewe hata kama una uvimbe au una tatizo la estrogen kuweza kuondoa zile mbaya na kuweza kubaki zile nzuri na kuweza kupata matokeo yale. Lakini tunao tafuta mimba, wale ambao sasa mnatamani kuweza kupata ujauzito au wewe tayari ushaingia menopause, ushakata kwa hedhi, yani haupati tena mzunguko, na sasa hivi saa ambayo unatumia ni saa 24, sio infrared rhythm, ile masaa ya mzunguko wako. Wewe unapaswa kutumia dengu, maharage, soya na tende kwa ajili ya matokeo ya haraka zaidi. Wewe ambao una changamoto ya kushika ujauzito, tumia hiyo na kuweza kupata matokeo yale, lakini usisahau omega 3 ambayo itakuwa ni nzuri zaidi kwa wale ambao wanatamani kupata ujauzito. Na mboga za Kikorea. Sasa hapa nakutajia mboga za Kikorea ambazo zitakupa matokeo yale, ikiwemo kachumbari ya kabichi ambayo itachanganyishwa au utaunganisha na pilipili na tangawizi. Hiyo ukitumia itakupa matokeo yale. Lakini tutakuja kutazama matunda au matunda yote yanaweza kwa mmea, mtindi au maziwa yote yanaweza kwa mmea, lakini na mboga za kachumbari. Hivi ni vitu ambavyo mtu anapaswa kula. Sasa sijui kama umeandika. Awamu ya pili ambayo tunafahamika kama ovulation day, ni chakula gani ambacho tunapaswa kula? Awamu ya pili, chakula ambacho tunapaswa kula ili kuelewa kabisa. Kwanza, hichi ni kipindi ambacho mwanamke anakuwa na nguvu sana, lakini pia ni kipindi ambacho huwa joto lake la mwili linapanda kutokana na hormone estrogen kuwa kwa kiwango cha juu zaidi. Lakini mwanamke anakuwa mchangamfu, anaweza kufanya shughuli nyingi kwa wakati mmoja au ndani ya muda mfupi, yani akawa na ile hamu ya kufanya mambo mengi sana ndani ya muda mfupi. Sasa ni chakula gani ambacho anapaswa kula, na kama estrogen ikizidi hapa ni nini afanyaje? Haya. Hii ni kipindi ambacho anasema estrogen huwa inapanda kwa kiwango cha juu zaidi na kuwa katika ile level ya peak na kusababisha joto lake la mwili linakuwa juu zaidi. Ndio maana nikasema wewe ambao una changamoto ya hedhi, mzunguko wako haufahamu vizuri na unatamani kupata msaada, nitafute nikusaidie. Wewe ambao una changamoto ya kushindwa kupata ujauzito kutokana na mzunguko wako, yaani mzunguko hauelewi vizuri na siku gani ya kushika ujauzito na siku gani ya kuwepo ujauzito, basi hapo utapata matokeo. Lakini pia chakula ambacho huwa kinasaidia kuongeza rutuba au ule uti ambao unatoka ukeni kwa ajili ya uzalishaji wa mbegu au kurahisisha mbegu kuweza kupanda juu, hapa pia ndio wakati sahihi. Sasa hapa nakutajia vyakula ambavyo vinafiki, lakini kama itashindikana na unahitaji kupata maarifa zaidi na kuongeza wigo wa kufahamu zaidi, basi unaweza kunitafuta nikakusaidia kuusoma mzunguko wako. Na hapa hatuusome kwamba wewe nikutajia mzunguko wa siku 28. Tunasoma zile dalili kutokana na kipindi ambacho tutakuwepo, na dalili gani ambazo ukiziona sio za kawaida na dalili gani ambazo ukiziona ni za kawaida, na saa hiyo utakuwa katika kipindi gani, kwa sababu kila mmoja huwa na mzunguko wake. Hatunaga mzunguko specific kwamba ni wa siku 28 au mzunguko wa siku 35, ila kuna makundi manne ambayo yana mizunguko tofauti. Sasa wewe utaangalia uko katika kundi gani na mzunguko ukoje. Mfano, hayo makundi manne, kikundi la kwanza ni mwanamke ambaye atakuwa na miaka 10 toka ameanza kuingia period. Yeye atakuwa na mzunguko ambao haueleweki. Sasa wengine watakudanganya wewe mzunguko utakiwa wa siku 28, ni kitu ambacho sio cha kweli. Kwa hiyo unapokuwa na mzunguko wa wewe ambao una miaka 10 toka umeanza kuingia period, kwa utakuwa na mzunguko ambao haueleweki, bado haujakomaa, haujawa katika hali ya stable. Kwa hiyo kuna wale ambao wanawahi kuingia katika mzunguko kutokana na mtindo wa maisha na chakula ambacho anakula. Kwa hiyo pia huyu naye atakuwa na mzunguko tofauti na watu wengine wote. Lakini pia kundi la pili ni mwanamke ambaye atakuwa katika umri sasa ashakomaa, ashazidi ile miaka 10 mpaka miaka 14, yuko
katika umri wa uzazi salama, yeye atakuwa na mzunguko wa siku 21 mpaka 35. Kwa hiyo kinachotokea kama siku utakuwa na mzunguko wa siku 28, siku ikafuata ukawa na mzunguko wa siku 30, kuna mabadiliko hapa katikati ambayo ndio hayo sasa ambao nasema tukisoma mzunguko, tukiweza kujua ni kipindi gani ambacho upo, ukifahamu mwili wako unafanya kazi kutokana na mazingira, basi itakuwa rahisi wewe hata usishtuke. Kwa hiyo mzunguko kawaida ni siku 21 mpaka 35. Baada ya hapo kuna yule mwanamke ambaye anatumia uzazi wa mpango au ametoka kuacha uzazi wa mpango, yeye pia atakuwa na mzunguko ambao utakuwa ni mrefu zaidi au mzunguko ambao ni mfupi zaidi. Lakini kundi la mwisho ni mwanamke ambaye anaenda kukwama kwa hedhi, ambao huwa inaanza miaka 35 mpaka 45 na 45 mpaka miaka 55. Sasa hapa kutegemea sasa, mwingine atakuja ataniuliza swali, hii miaka 35 mpaka 45 inakuwaje? Hii sio kwamba ni baadhi ya wanawake kutokana na mtindo wao maisha na chakula, wengine huwa wanakwama kwa hedhi mapema zaidi, wakiwa na miaka 40, 45. Ndio maana wengi wanashauri unapoenda kuzaa ukiwa na miaka 38 na zaidi, lazima uwe karibu sana na msaada wa daktari ambao atakupa mwongozo wa chakula, kufanya vipimo, kuangalia ubora wa mayai na matatizo mengi sana ambayo yanajitokeza hapa. Kwa sababu gani? Ni umri ambao wanawake wengi sana mayai yanaanza kuchoka au yanaanza kuishiwa nguvu. Na hata inaporutubishwa sio wakati sahihi au ule mzunguko ambao unatarajia kwamba mimi huu mwezi naweza nikashika mimba, basi unaweza ukashika mimba. Ni kitu ambacho ni tofauti kabisa. Sasa kinachotokea unapozingatia ulaji wa chakula sahihi, kwa haya kupingana makundi hapa ambayo yupo, lakini na kundi la mwanamke mwenyewe, utaweza kusababisha mzunguko wako ukawa hadi wa siku ukiwa na miaka 50 bado ukaenda hedhi kama kawaida, na usipate maumivu, usihisi hali ya mzunguko kucheza mara kwa mara. Kwa hiyo chakula sahihi ndio kitahakikisha wewe utakwama kwa hedhi kipindi gani. Kwa hiyo mwanamke anapokuwa katika kipindi hichi, mara nyingi kama estrogen itaweza kupanda, kwa mara nyingi anapata na changamoto ya chunusi. Kwa hiyo utakapojiona una changamoto ya chunusi na wewe inapanda kila mwezi, baada ya siku huwa zinapanda, ikiashiria kwamba homoni ya estrogen imepanda kwa kiwango cha juu. Lakini wengine walikuwa na changamoto ya kupata tumbo kujaa kwa gesi, au ni tumbo kujaa kwa gesi lakini joto lake la mwili linakuwa juu sana. Utakapoona dalili hizo, ujue wewe una shida. Sasa hapa kuna siri ambayo inaitwa glutathione, ambayo ni nzuri sana kwa upande wa ini. Kwenye video zangu upande wa TikTok nimefundisha vizuri sana. Yaani maana yake ini estrogen inapopanda, yaani ile sumu ya estrogen inapopanda, inahitajika ini kuweza kuchuja ile sumu na kuweza kutoa nje. Inapoongezeka ndio inakuwa inasababisha mwanamke anapata chunusi au anapata matatizo ya tumbo au mwili unaweza kujaa. Sasa ni kitu gani ambacho napaswa kutumia hapa ili kuleta matokeo sahihi au kuondoa ile sumu ambayo iko mwilini? Kwanza napaswa kutumia matunda yenye rangi ya mboga zenye rangi ya kijani ambayo itampa manufaa moja kwa moja, lakini pia napaswa kutumia matunda yenye rangi nyekundu. Sio anafahamu matunda yenye rangi nyekundu. Ya kwanza, mfano wa matunda hayo sasa, mtu anapaswa kutumia komamanga, anapaswa kutumia hoho nyekundu, anapaswa kutumia pera jekundu, anapaswa kutumia tomato, nyanya, inaweza kumpa matokeo. Haya ni matunda ambayo anapaswa kutumia. Na matunda mengine ambayo anafahamu, zabibu nyekundu, na inaweza kumpa matokeo ya moja kwa moja. Lakini pia ni kipindi ambacho mfumo wake wa chakula unakuwa kwa kiwango kidogo, au kuweza kupata matokeo ya kuondoa ile sumu nyingine. Na kuondoa sumu ni basi anapaswa atumie vyakula vya nyuzi nyuzi, ili mfumo wa chakula uweze kufanya kazi na kuweza kuondoa ile sumu, na kutumia maji mengi zaidi. Unapotumia hizi vyakula vya nyuzi nyuzi, choo kinatoka kwa wingi zaidi, ndivyo ambavyo unaondoa sumu ambayo iko mwilini. Kwa hiyo vyakula vya nyuzi nyuzi ni nzuri sana, au nafaka halisi. Lakini pia unaweza kutumia samaki, protini aina ya samaki na yai au omega 3 ambayo tumezungumza sana, ni nzuri sana. Lakini pia unaweza kutumia pilipili hoho nyekundu, mchicha, nyanya na mboga zote za majani. Inaweza kukusaidia katika kipindi hichi ukaa sehemu salama kabisa. Lakini matunda yenye rangi nyekundu nishasema, ambayo ikiwemo na tikiti maji na tufaa jekundu au pera jekundu. Lakini pia kuna tunda linaloitwa cherry, ambayo yenyewe ina kiwango kikubwa sana cha melatonin, ambayo matokeo yake ni nini? Hii inasaidia mwanamke kuweza kupata usingizi mzuri wakati ambapo anakuwa katika hiyo ovulation na luteal phase, kwa sababu hichi ni kipindi ambacho wanawake wengi wamekuwa na changamoto ya kukosa usingizi, au wamekuwa hawawezi kutulia kwa sababu ya upungufu wa majiinzi ya mabadiliko mwilini, na kusababisha mwanamke akabisi ile melatonin. Lakini
na video yangu fulani, video yangu iko nyuma, mtego wa mwanga wa blue. Kama utafuatilia video hii, pia unaweza kufuatilia video hiyo ukajua ni kitu gani ambacho huwa kinatokea pale ambapo mtu anatumia simu muda mrefu au anatumia kifaa chenye mwanga usiku na akazima taa au akachelewa kulala wakati wa usiku. Tutakuja kuona hapa na matukio yake ambayo yanaendelea. Kwa hiyo sheli waga ina madini mazuri ya melatonin ambayo inaweza kukupa matokeo yale yale ambayo yanasaidia kuongeza melatonin ambayo itakusaidia kupata usingizi mzuri na kuweza kusababisha usiku kalala vizuri, na hata ukiamka asubuhi akili yako inakuwa imetulia na unaweza kufanya majukumu mengine kama kawaida na mzunguko wako bado utabaki kuwa stable. Lakini utafiti wa hivi karibuni 2024 mpaka 2026 umekuja na matokeo yafuatayo ambayo kuna baadhi ya vyakula ambavyo mtu akivitumia wakati wa operation anaweza kusababisha kupata ujauzito, ama ile yai likatengenezwa katika ubora ule ule wa kiwango cha juu hata kama umri umesogea. Yaani hivi vyakula akiendelea kutumia mara kwa mara, lakini pia akitumia kipindi hichi ambacho anajiandaa hii follicular phase na ovulation phase, basi atakuwa sehemu salama kabisa. Yaani matunda gani hayo? Moja ni parachichi ambayo ni nzuri sana, ambayo imefanyika utafiti katika chuo cha Harvard School ambacho ni kitengo ambacho kinahusiana na afya. Lakini vyakula vyenye zinki kwa wingi itasaidia mwili kupata yale madini na kuweza kuchavusha yale ambayo ni nzuri zaidi. Lakini pia tuna mbegu za maboga, tuna chaza na mafuta ya samaki ambayo omega 3 nzuri sana. Lakini pia kuna vyakula vya CoQ10. Nafikiri kwetu nchini sijui kama vipo, maana sijafanya utafiti zaidi, lakini hichi hapa ni kirutubisho ambacho kinapatikana kwenye nyama ya viungo. Yaani ni package maalum ambayo imetengenezwa ambayo inatokana na virutubisho vilivyotokana na kwenye nyama au kwenye viungo. Mfano hiyo, yaani hicho kiungo ambacho mara nyingi huwa vinatolewa au product hizo huwa zinatoka ni kwenye ini, moyo na kwenye samaki. Kwa hiyo zile composition huwa zimechukuliwa kule na kuweka sehemu moja ambapo mtu akitumia atapata matokeo makubwa zaidi. Nafikiri kwenye kitabu cha Lisa Vichi ambacho kinahusiana In the Flow amezungumza vizuri sana, na yeye product hiyo anayo, amekuwa akisaidia na watu wengi sana wenye changamoto. Kwa hiyo nchini hii kama kuna mtu atakuwa ana zijia zinazopatikana na mtu ana changamoto ya kushika ujauzito, basi unaweza ukapendekeza hapo chini zinapatikana wapi ili kuweza kupata matokeo ambayo mtu anahitaji. Sasa tuingie katika kipindi cha luteal phase. Hichi ni kipindi ambacho kimekuwa na changamoto nyingi kwa sababu ni siku ndefu, yani ni siku ambazo ni nyingi zaidi, lakini zimekuwa na mabadiliko ya kihisia na watu wengi wamekuwa wakishangaa. Mke wake mwanzoni alikuwa ni mzuri sana, alikuwa na moyo wa upendo, alikuwa anajitoa, alikuwa ni mchangamfu, alikuwa sio mvivu, alikuwa hapendi kukaa peke yake na changamano na watu. Lakini kipindi hichi siku 10 mpaka siku 10 na ngapi hapa, huwa mwanamke anakuwa ni mkali sana, au mwanamke anakuwa anajitenga na watu, hata majukumu ya kazi pia anakuwa machache. Nishazungumza na video zangu zilizopita hapa, nimezungumza vizuri sana nini ambacho tunataka kufanya katika kipindi hichi. Lakini bado kama utaendelea kuwepo, basi tutajifunza vitu vingi sana. Kikubwa usisahau kusubscribe na kuanza kupata madarasa haya. Ni kitu gani ambacho sasa tutajifunza hapa? Kwa hiyo ni kipindi ambacho metabolism ya mwili au mchakato wa kuchoma nishati ya mwili na kwa kiwango kikubwa sana. Ndio maana wakati mwingine mwanamke huwa anahisi njaa kipindi hichi sana, ambacho kwa siku mtu anaunguza calories zisizopungua 200 mpaka 300. Watu wengi sana wamefundisha kuhusu calories, na wewe pia unaweza ukatafuta mitandaoni kuweza kujua namna ya kuchoma calories. Mimi sitafundisha, ila ujue kwamba kipindi ambacho mwanamke atakuwa luteal phase ni kipindi ambacho anahitaji calories za kutosha, nishati ya kutosha. Kwa hiyo mwanamke katika kipindi hichi mara nyingi huaga hashauriwi kufunga. Tutakuja na mada kuhusiana na kufunga na tutaeleza kwa upana zaidi kwa kutumia mzunguko wako. Kwa hiyo mwanamke anahitaji kiwango kikubwa cha calories na vitamini B ambayo inatokana na vitamini B ambayo inasaidia sana uzalishaji wa progesterone, ambao mara nyingi wanawake ambao wanapitia changamoto ya kupoteza ujauzito, yaani anashika ujauzito lakini mwisho wa siku unachoropoka au unaharibika au unafanya kwa sababu ya kiwango kidogo cha progesterone, ambao mara nyingi inazalishwa pia wapi? Kwenye corpus luteum, kwenye vifuko vile ambavyo huwa vinatoa yai kule, kwa hiyo huwa vinazalisha hii progesterone pia. Sasa unapoongeza vitamini B au unapoongeza vitamini C
itakuwa rahisi kwa kuweza kusababisha kuongeza progesterone ambayo itakuwa msaada mkubwa kwa kuweza kutengeneza, kuboresha ule mtoto ambaye atakuwa ametungishwa, lakini kwa yeye ambaye utakuwa na changamoto nyingine, basi inakuwa msaada zaidi. Kwa hiyo kiwango cha progesterone itakuwa juu zaidi na kuweka sukari sawa ya damu. Kwa hiyo ni kipindi kizuri sana ambacho wewe kama utakuwa unafunga, maana utakuwa unajinyima sukari ile unaipunguza. Tutakuja na mada nzuri sana kuhusiana na sukari na mzunguko wako, namna ambavyo unaweza ukawa salama na kuweza kudhibiti sukari. Ndio maana wataalamu wengi sana wamekuwa wakidili na changamoto ya sukari. Kwa sababu gani? Sukari na madhara, na wao sasa wanadili mara nyingi na mzunguko wa masaa 24, lakini sisi tutakuja kudili na mzunguko wa mwanamke wa siku 28, wa siku 40, wa siku 42, zote hizo. Kwa hiyo unapotumia madini haya ya vitamini B, au unahisi wewe hali yako waga ni ya hisia kali sana, unajisi kutenga sana, au unajisi yaani unavurugwa sana kihisia, namna ya kutuliza hisia zako ni kuweza kutumia madini ya calcium na magnesium ambayo yatakupa matokeo mazuri sana. Ile hali ya kuvimba kwa mwili kwa wanawake waga inajitokeza kipindi hichi, au anahisi tumbo lake limejaa maji. Lakini pia unapaswa kutumia mboga za kijani zinazopikwa kwa kiwango kidogo. Lakini pia hizi mboga za kijani ni kama vile sukuma wiki na majani ya haradali. Kwa wale ambao utafuatilia na unafahamu majani ya haradali yanapatikana wapi, ni basi ni vizuri sana. Viazi vitamu, mchele au cha mtume au ubwabwa nzuri sana, ulezi na magimbi. Lakini pia hichi ni kipindi ambacho wanawake wamekuwa na changamoto ya kuweza kufunga choo. Progesterone huwa inapanda kwa kiwango cha juu kabisa. Sasa ni vyakula gani ambavyo wanapaswa kula? Hii inafahamika: maji kwa wingi, vyakula vya nyuzi nyuzi ama fibers, unapata matunda. Hapa sasa kwa kuna matunda ya wiki ya kula, yaani kulingana na mzunguko wote kwa kuna matunda ya wiki. Sasa hapa unapaswa kutumia nini? Matunda yale ambayo yanasaidia kulainisha choo. Ni matunda gani? Hilo sasa zoezi lako. Mimi siwezi kukupa kila kitu, lakini unapaswa kutumia dengu, unapaswa kutumia matunda kama tofaa na apple na karanga. Kwa hiyo huu msimu ni mzuri sana kutumia apple, tofaa, ndio, na dengu ambayo itakupa matokeo ya haraka zaidi na pia asili kuondoa hiyo changamoto ya kupata choo. Ndizi mzuzu, vitamini C ni matunda yale ambayo yenye vitamini C, yale na asili fulani ya ukali ama asidi ya uchachu, ikiwemo machungwa au ndimu, yaani yale matunda ambayo yana asili ya ukali, mazuri sana kutumia na kupata matokeo ambayo hii tunazungumza hapa. Usisahau kutumia pilipili hoho, na pia unaweza kutumia mayai au dark chocolate kwa ajili ya matumizi mazuri sana ya kuweza kuongeza hii homoni ya progesterone. Vitamin B6 ni nzuri sana kwa ajili ya kuongeza homoni ya furaha na homoni ya uvumilivu ambayo ni serotonin na prostaglandin ambayo ni na dopamine. Ni nzuri sana ambao unaweza kuipata pia ile vitamin B6 sehemu mbalimbali, lakini sehemu kubwa ni kwenye nyama ya kuku na samaki na ndizi ambazo nimezisema, ikiwemo ndizi mzuzu. Sasa hii ni sehemu ya Lutoface na tumezungumza sana mengi sana. Sasa sijui kama utakuwa umeandika pia, kwa maana ninachokisema utakuwa unakiandika na kuweza kupata matokeo ambayo tunasema ukawa salama kabisa. Msimu wa mwisho ambaye nilisema ni matokeo ya mfululizo wa vitu vyote hivi ambavyo vilianza kuanzia mwanzo. Tunapokuja kuzungumzia chakula, huwa tunaanza siku ya kwanza mpaka mzunguko wa siku ya tatu, na matokeo yake tutakuja kuona siku ya menstrual day. Ni kitu gani ambacho huwa kinatokea? Je, zile tarehe ambazo zimekadiriwa kuwa utaenda hedhi ni zinatokea kweli? Yaani zinatokea? Na kama itakuwa tofauti, nini kiko nyuma yake? Basi aidha mtindo wa chakula ambao umefuata huku umekuwa mbovu, au mtindo wa maisha kwamba umechelewa kulala, au ulisafiri kutoka eneo moja kwenda eneo jingine. Kwa sababu tunapozungumzia Lutoface ni uwaga iko constant, ni siku 14, lakini kutegemea na chakula, mtindo na nini, wewe unashuka mpaka siku 10 mpaka 14. Kwa hiyo wewe utaangalia ni nini ambacho unapitia ili kuweza kuhakikisha afya yako inakuwa bora, na mbinu moja hapo ni kubalance chakula chako ambacho
kitakuwa kinatokea. Sasa ni msimu gani huo? Hapa menstrual day. Menstrual day ni msimu wa baridi, siku ambacho kiwango cha estrogen na progesterone, kama hautafanikiwa kushika ujauzito, maana hujashika ujauzito, huwa zinashuka, kwa hiyo mwili pia unapoa. Lakini hapa ovulation day huwa mwanamke anakuwa ni wa moto sana, au joto lake linapanda kwa sababu ya homoni ya nini? Estrogen. Lakini pia ukitumia nishati, yani kipindi ambacho mwanamke anatumia nishati nyingi sana ili kuweza kuondoa ule ukuta ambao umetengenezwa na kuweza kuondoa kwenda nje. Lakini pia ni kipindi ambacho anapoteza madini mengi sana kwa sababu ya ile damu ambayo inatoka. Ni nini ambacho napaswa kutumia hapa? Ni supu nzito, ambayo supu nzito inategemea ni supu gani, lakini pia anapaswa kutumia, akipata anapaswa kutumia supu ya mifupa na mboga za majani au mwani. Hii pia inaweza kumpa matokeo. Lakini pia anapaswa kutumia omega 3. Hii ni kama tiba ya kuweza kuondoa matatizo ya maumivu ambayo mwanamke anapitia wakati wa hedhi. Lakini usisahau kutumia magnesium. Naomba nikuibie siri nyingine. Ushawahi kutumia chai ya ndizi? Hapana? Ndio? Nijibu kupitia comment. Unaona changamoto ya maumivu wakati wa hedhi? Nitafute, nitakusaidia kukufundisha namna ambayo unaweza kutumia chai ya ndizi. Ila pia unaweza ukasearch ukapata matokeo. Kwa wale ambao mtafuatilia kupitia video hii, kwa sababu sio kila sehemu nafundisha, na wengine hapendi kujifunza, hapendi kufungua video hizi, kwa mwisho wa siku anajikuta bado anasumbuka matatizo. Akifuatilia video kama hii afiki mpaka mwisho kujifunza vitu vingi sana. Kwa hiyo kama una changamoto ya kupata magnesium, ambao unafahamu kwamba ni dawa vidonda vya tumbo, sio kutuliza maumivu ya tumbo, lakini pia kupitia ndizi unaweza kupata magnesium ya kutosha na kuweza kukana changamoto ya maumivu ya tumbo. Haya, madini gani mengine ambayo unahitaji? Ni hiyo omega 3 ambayo tumesema. Kwa wale ambao mko Mwanza, mnaweza mkapata sato au samaki aina ya sangala na kuweza kupata matokeo haya ya omega 3. Ambao kwa mkoani, basi unaweza kutafuta njia nyingine ambayo inaweza kukupa matokeo. Lakini pia tuna madini chuma na vitamini C. Hii imeunganishwa pamoja, madini chuma na vitamini C, ambapo madini chuma unaweza kupata kupitia vile vidonge ambavyo wanawake wamekuwa wakishauriwa, vile vya folic acid na ferritin, ambapo sasa ili kuweza kufanya kazi zaidi, kwa wale ambao wanatamani kutumia kupitia chakula, lazima uambatane na vitamini C, ambapo tumesema kama machungwa na matunda mengine makali ambayo yanasaidia kufyonzwa kwa ile iron kuingia mwilini. Kumbe wakati mwingine unaweza ukawa unapitia kwa changamoto ukaambiwa utumie iron ili kuweza kuongeza damu, lakini kama hautapata vyakula vingine ambavyo vinaweza kusaidia kufyonza vile vyakula, basi hautapata matokeo ambayo unahitaji. Ndio maana unaambiwa ujaribu kulinganisha kila chakula na kundi lake na vyakula gani waga vinaendana moja kwa moja. Kwa hiyo kumbe unapotumia iron inabidi unapaswa kutumia na chakula chenye vitamini C kama machungwa na matunda mengine. Lakini pia nyama nyekundu ukitumia na machungwa inasaidia kufyonza, yaani ile aina ambayo inapatikana katika nyama. Ukitumia ukala labda siku hiyo nyama afu kana matunda haya makali machungwa na nini, huwa inasaidia kupata iron ambayo inapatikana ndani ya nyama. Tutajifunza unapaswa kutumia kuhusiana na pilipili hoho, nyama nyekundu, ndimu, magnesium na zinc inapatikana kwenye nini? Ili kutuliza misuli ambayo mwanamke anapitia maumivu wakati wa hedhi. Lakini pia anapaswa kutumia dark chocolate au mboga na uyoga. Wale ambao mnaishi mikoani au mnaishi Dar na uyoga unapatikana, basi hivi ni vyakula sahihi kabisa vya kuweza kula na kuweza kupata matokeo. Sasa mwanzoni nilikuacha na swali kwamba ushajifunza vitu vingi sana, na nilikwambia uchukue kalamu na karatasi ili kuweza kujua ni chakula gani ambacho unapaswa kula. Lakini wewe kama mtumishi wa afya pia umesikiliza ni chakula gani ambacho unaweza kumshauri mtu aweze kutumia. Sasa mimi niwaache na swali moja. Je, mlo wako wa chakula kwa kila siku utaongeza chakula gani muhimu? Lakini swali la pili, kwa wewe ambaye unataka kuongeza maarifa na wengine wanaopitia kujifunza kupitia video hii, ni chakula gani ambacho kila wiki mtu anapaswa kula kulingana na mzunguko wake, lakini kutegemea na mkoa aliokuwepo? Yaani vyakula mama ambapo kila mkoa ukienda utakikuta na mtu anapaswa kula. Haijalishi anaweza akapata kila siku, lakini wiki hiyo lazima akipate na lazima ale kutokana na mzunguko wake. Niandikie vyakula hapo kwamba wiki hii kulingana na mikoa ambayo nimefanya utafiti, mtu anapaswa kula vyakula hivi, havikosekani mkoa wote. Wiki hii vyakula hivi, wiki hii vyakula hivi, wiki hii vyakula hivi, ili kupata matokeo ambayo mtu anapitia. Wakati mwingine tunaweza tukafundisha dengu
kumbe mkoa fulani hakuna dengu. Je, ni chakula gani ambacho kinapatikana kila mkoa kulingana na wiki husika? Ili utapata matokeo yale yale. Kwa hiyo hapa ni vyakula ambavyo umejifunza kuhusiana na sukari, kuhusiana na kuweza kufunga, kuhusiana na matatizo mengine, kuhusiana na hedhi, yanahusiana na hedhi. Basi usisahau kusubscribe kwa sababu haya madarasa yatatoka kuhusiana na vitu vyote ambavyo nilisema hapa. Una changamoto ya hedhi, nataka kufahamu mzunguko wako, basi unaweza kunitafuta na nikakusaidia. Na changamoto ya maumivu wakati wa hedhi, unatamani kuweza kushika ujauzito kupitia mzunguko wako, leo hii umejifungua na unatamani kuusoma mzunguko wako kabla haujarudi. Yaani maana yake usiweze kupata ujauzito ndani ya kipindi cha kunyonyesha. Nijaribu kutoa video nyuma huko, lakini bado kama ulikuwa na changamoto na unatamani kuweza kusaidia, basi unaweza kunitafuta na nikakusaidia moja kwa moja. Asante, na mpaka wakati mwingine. Usisahau kulike, kushare, nafikiri usishare. Wala ambao ni unahitaji nishatoa katika mitandao ya kijamii mingine, usisahau ku like na kusubscribe ili kuweza kupata matokeo ambayo wewe unahitaji, au kujifunza vitu vingi sana na health ya mwanamke, mzunguko wake. Tutajifunza kuhusiana na chakula ambacho mwanamke anapaswa kutumia wakati wa ujauzito. Nimefundisha vitu vingi sana. Na bado wale ambao wana changamoto ya maziwa na changamoto ya maziwa, basi unaweza kunitafuta nikakusaidia na kupata matokeo ambayo yatakuwa salama kabisa. Asante, na mpaka wakati mwingine.